Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Tunaendelea na somo letu la kitabu chetu Al-Miftah Libabi Nikah, katika kufahamu sheria ya ndoa, na tupo katika kuelezea sura mbalimbali ambazo zikipatikana sura hizo jukumu la kusimamia ndoa kwa maana ya kuozesha litatoka kwa walii wa ndoa, litaenda kwa hakim ambaye ni msimamizi wa mambo ya kisheria katika eneo husika. Alkhamisatu, ya tano, safarul wali ila masafati qasrin fa akthara, ni kubainika kwamba yule anayefaa na kustahiki kuwa wali wa ndoa amesafiri na yupo katika umbali wa masafatul qasri, kwa maana pahala anapopatikana na pahala ambako familia yake iko, ili tufike sehemu ambayo yupo ni umbali wa sisi kuruhusiwa kisheria kupunguza swala. Ikitokea jambo hilo, moja kwa moja jukumu hilo litahama kutoka kwake na kwenda kwa hakim. Anasema muallifu, bikhilafi ma idha kana dunaha fala budda min idhnihi, tofauti ya pale ambapo kwamba ikabainika pahala ambapo yupo huyu ambaye ana sifa ya kuwa wali na ndiyo katika nafasi yake yeye, na kwa mujibu wa nafasi yake yeye anafaa kusimamia ndoa hiyo na kutoa idhni ya binti yake kuolewa, yupo katika umbali ambao kisheria hatutakiwi kupunguza swala. Kwa hivyo ikiwa itabainika hivi, basi itahitajika taarifa ifike kwake na yeye aweze kutoa idhni ya binti yake kuweza kuozeshwa. Na ikiwa ni tofauti na hivyo, maana yake jambo hilo atalisimamia hakim moja kwa moja. Asadisa, ya sita, habsul waliyi ma man'i nasi min al-usul ilayhi, ikiwa imetokea yule wali amefungwa kisha ikawa ni ngumu watu kumfikia wali ili waweze kupata idhni yake, wa illa falyuwakkil au yaqid fi mawdhi' sijni, na ikiwa itawezekana kumfikia wali, basi moja kwa moja ataweka mbadala wake, kwa maana ataweka wakala, mtu wa kusimamia jambo lake, au anasema muallif au yaqid fi mawdhi' sijni, au ile ndoa itafungwa pale pale katika maeneo ya alipofungwa wali huyo. Asabia, ya saba, tawarihi bimaana ikhtifaihi, ni kupatikana wali na sifa ya atawari. Atawari ni kule kujificha. Kujificha kwa namna gani? Anasema muallifu rahimahullah, kullama tuliba minhu aqdun nikahi, anajificha kila anapotakiwa asimamie jambo hilo la ndoa. Kwa hivyo ikiwa imetokea tukio kama hili, maana yake ni moja kwa moja jukumu hilo litakwenda kwa hakim. Lakini pia anasema muallifu rahimahullah, athamina, ya nane, taazzuzuhu ay alwali, bimaana annahu kullama tuliba minhu alaqdu wa'adahum bilhudhur wa lam yusarrih bil'adl ay alimtina'. Atazzuzu pia ni katika aina ya kukataa kwa wali, kwa maana kila anapoambiwa sasa unatakiwa ukasimamie ndoa, anatoa ahadi ya kuhudhuria na kuja kusimamia jambo hilo, lakini hatokei katika kulifanya hilo, na hajasema moja kwa moja kwamba yeye hataki kumwozesha binti yake. Kisha muallifu anasema, wala budda min thubuti kulli min at-tawari wa at-ta'azzuzi inda al-hakim bibayina. Yote haya tuliwataja, at-tawari ambao ni kujificha, au at-ta'azzuzi ambao ni katika aina ya kukataa, kama tulivyoeleza katika kipindi kilichotangulia kuhusiana na al-adlu. Zote hizi, ili aweze hakim kuchukua maamuzi ya yeye kusimamia jambo hilo, inatakiwa ithibiti kwake yeye kwa ushahidi kwamba sifa hizi zimepatikana kwa huyu wali wa ndoa, ndipo hakim atachukua maamuzi ya kusimamia jambo hilo. Atasia, ya tisa, anasema nikahuhu, ni yule ambaye mwenye kuwa na sifa ya wali, yeye mwenyewe akawa anamuoa binti huyo. Ai idha arada alwaliya, atakapotaka huyu wali, an yankihaha li nafsihi, amuoe yeye mwenyewe. Maana yake ni mtu ambaye ana sifa ya kuwa wali kwa binti huyo, lakini yeye mwenyewe akataka ndio amuoe binti huyo, basi ile jukumu la uwali linatoka kwake na kwenda kwa hakim moja kwa moja. Mfano wake, kabni ammi, kama mtoto wa ammi anamuoa mtoto wa ammi mwenzie. Kwa hivyo ikawa hakuna katika anasema laisa hunaka man huwa akrabu minhu, ikawa hakuna katika daraja yake au baada yake au juu yake ambaye anastahiki kuwa wali
wala man yusawihi fi daraja, wala yule ambaye wako sawasawa katika daraja ya kuozesha kawa yeye kama yeye, basi nini kinafanyika? Fa innahu yaqbalu nikaha, hakika yeye atakaa katika upande wa kukubali, kwa maana alqabuli, wa yuzawijuhu alhakim, na huyo dada yake na ndoa hiyo ataisimamia hakim. Hiyo ni sura ya 9. Na sura ya 10 na ya mwisho kwa leo insha Allah, idha arada nikahaha li tiflihi saghiri, pale atakapotaka kumuoa ajili ya mwanaye mdogo. Huyu ni mtu ambaye ana sifa yeye kuwa wali kwa huyu binti ambaye anataka kufanya ndoa yake, lakini ikatokea kwamba yule anayetakiwa kumuoa huyo binti ni kijana wa huyu wali, ambaye huyu kijana wa wali ni saghir, ni mdogo. Na mdogo kisheria maana yake lile jukumu la kupatikana ile ijabu wa kabul haliwezi kupatikana, kwa sababu hana sifa ya yeye kusimamia jambo hilo la ijabu wa kabul. Kwa hivyo ikambidi huyu baba wa huyu kijana yeye ndo asimame kwa niaba ya mwanaye. Lakini sasa wakati huyu baba anasimama kwa niaba ya mwanaye, huyu anayesimamiwa, wakati huyu baba anasimama kwa niaba ya mwanaye, yeye baba ana sifa ya kuwa wali wa huyo binti. Ikitokea hali hiyo, kisha anasema muallifu, wala waliya laha aqrabu minhu, ikawa yule binti hana wali mwingine isipokuwa huyu anayetakiwa kumsimamia yeye, ndiyo wali anayefaa wakati huo katika jambo hilo. Wala fi darajatihi, wala katika daraja ya huyo wali namba 1, fa innahu yaqbalu nikaha liwaladihi wa yuzawijuhu alhakim, hakika atasimamia ndoa ya kumuolea mwanawe, lakini pia atakayesimamia tukio la kuozesha ndoa hiyo na kukamilika ndoa hiyo itakuwa ni hakim. Na insha Allah kwa leo tuishie katika kipengele hiki, na tutaendelea kuyaeleza mambo mbalimbali ambayo anatakiwa kuozesha hakim endapo mambo hayo yatatokea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.